Na kwa upande mwingine, mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Passaris ametetea mswada wake wa kurekebisha sheria ya maandamano humu nchini unaolenga kudhibiti namna maandamano yanavyofanyika. Passaris anasema mswada wake unaolenga kukaza kamba ya maandamano utazuia maafa na uharibifu wa mali. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emmanuel To, iwapo mswada huo utapitishwa bungeni, waandamanaji watahitajika kuwa na maeneo maalum ya kufanya maandamano. Maandamano ya wiki jana yaliyosababisha maafa ya zaidi ya watu 20 na mali ya mamilioni ya fedha kuharibiwa yameonekana kuipiga mshipa serikali, mswada wa kudhibiti namna maandamano haya yatakavyofanyika ukikarabatiwa bungeni. Mapendekezo haya yanayolenga kufanyia marekebisho sheria ya utaratibu wa umma inapendekezwa na mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Muthoni Passaris na inalenga kuwazuia waandamanaji kuandamana mita 100 kutoka ikulu na maeneo ambayo yanalindwa kikatiba, bunge na mahakama, waandamanaji wakitakiwa kuandamana katika maeneo maalum yatakayotangazwa na waziri wa usalama akishirikiana na gavana wa kaunti au mamlaka mengine ya kaunti. Aren't you therefore minimizing my opportunity to let people know that I'm unhappy about something? You have to have a certain designated area where you cannot reach as demonstrators, and they have to respect that. People are calling demonstrations and giving public holidays and saying it's free fall, let's go to State House. I think we need to have laws, because once we have laws, then we can catch the offenders. Passaris akitetea mapendekezo hayo ambayo anasema yatazuia maafa na uharibifu wa mali na kupandisha hadhi ya maandamano ya Kenya hadi kwenye viwango vya kimataifa. Your definition of a gathering in the proposed provision. Yeah. You want to have a gathering, any two people is considered to be a gathering. I think, Chair, there might have been a typo error. Might have been 200. This is a very important amendment, I can see, because where we are going right now, we are not safe. No one of among us is safe. Because anytime people can come into parliament, they can go to State House. Rais William Ruto amelalamikia ukosefu wa sheria ya kudhibiti maandamano hayo, akisema sheria hiyo italinda maisha na mali. Ikiwa mswada huu unaopanga kudhibiti namna ambavyo maandamano yatakavyofanyika nchini utapitishwa bungeni na kuwa sheria, yeyote atakayevunja sheria hiyo atakuwa anapigwa faini ya shilingi 100,000 ama kufungwa gerezani kwa miezi 3, huku kivumbi kikitarajiwa kati ya wabunge wa serikali na wale wa upinzani bungeni. Emmanuel To, runinga ya Citizen katika